kutafuta marisho sehemu nyingine, na ndio maana kwa sasa hivi tunapozungumza ni free agent, ni mchezaji ambaye hana klabu yoyote. Vyanzo vyangu vimeeleza kwamba Morris Abraham yupo kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, wameomba, kwa maana ya Morris Abraham ameomba kutrain na kikosi cha Simba ili kujiweka sawa, na mwezi wa 5 atakwenda Sweden ambako kuna timu mpya amepata, ataenda kujiunga nayo. Narudia tena, anafanya mazoezi tu na klabu ya Simba, lakini hakuna kinachoendelea. Mwezi wa 5 ataenda Sweden ambako amepata timu mpya ya kwenda kuchezea. Kwa hiyo hii ndio taarifa ambayo niko nayo, lakini sasa kuna question mark. Kuna question mark ambayo inakuja kichwani. Question mark hiyo inakuja vipi kichwani? Kuna taarifa za klabu ya Simba kuhitaji kiungo mshambuliaji, na hii limethibitishwa pia hata na kocha Fadlu Davids kwamba wanahitaji kuongeza nguvu katika baadhi ya maeneo, ikiwemo katika kiungo cha ushambuliaji, na huyu ni kiungo wa ushambuliaji ambaye ni mzawa, na kama haitoshi ana college. Tunafahamu ubora wa Morris Abraham, wengi wetu. Umri wake ni mdogo, amezaliwa mwaka 2003 huyu bwana. Sasa basi, miongoni mwa vigezo ambavyo wanaangalia Simba sasa hivi katika usajili ni umri mdogo. Kwa miaka 20, 21, 22 mpaka 23 na 24 wameonekana kusajili sana wachezaji kutoka kwenye huo umri. Kwa hiyo na huyu, kwa mujibu wa falsafa au mfumo ambao Simba ameanza nao kwa miaka hii, basi huyu ana suit moja kwa moja, kwa maana ya umri wake anastahili kucheza Simba. Sasa ukija eneo la pili ambalo linakutaka pia uwe na D1 ili uweze kufahamu kwamba kuna kitu kinaendelea, ni kikosi cha Simba, nyota wao wa kiungo cha ushambuliaji nambari 8, inayemaanisha hapa bwa mdogo ana uwezo wa kucheza nambari 8 kwa ubora wa hali ya juu, na ndo nafasi ambayo ana enjoy zaidi. Ana uwezo wa kucheza nambari 10 pia, kiungo mshambuliaji. Lakini kikosi cha Simba, kiungo wao Fabrice Luamba Ngoma anaelekea ukingoni mwa mkataba wake. Mwishoni mwa msimu huu mkataba wake utakuwa umeisha. Wakati huo anahusishwa na klabu nyingine mbalimbali kutoka nje ya Tanzania. Hivyo basi, kwa experience ambayo yuko nayo, umri umesogea Fabrice Ngoma, klabu nyingine zinamhitaji, na katika dirisha dogo klabu ya Al Ittihad kutoka Libya ilikuwa ikihusishwa naye na walikuwa wanamtaka sana. Wakataka hadi kuvunja mkataba wake miezi 6 uliosalia, lakini Simba haikuwa tayari. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Simba ikamkosa Fabrice Ngoma katika misimu ijayo. Yaani msimu huu utakapoisha huenda akaondoka. Replacement ni nani? Simba wamemsajili Deborah Fernandez ambaye ana uwezo wa kucheza katika hiyo boksi ya nambari 8. Lakini tunaona fomu yake, amekuwa apate nafasi kwenye kikosi cha Fadlu Davids. Nafasi yake imekuwa ngumu sana. Hivyo basi Mzamiru Yasin ni option nyingine, lakini Mzamiru Yasin injuries zimekuwa nyingi, jambo ambalo linamfanya asiingie kwenye kikosi. Lakini pia experience yake ni kubwa. Yaani sitaki kuamini kama Simba inaweza kuwa inamtegemea Mzamiru Yasin kwa wakati huu. Ni mchezaji ambaye amecheza kwa kipindi kirefu. Tangu ameondoka Sadio Kanute wamekuwa wakistruggle katika hilo eneo, kwa sababu Deborah ameshindwa kuingia kwenye kikosi moja kwa moja. Kwa hiyo kama unapata quality ya aina hii ya Morris Abraham katika eneo la kiungo cha ushambuliaji ambaye ni mzawa na umri wake ni mdogo, unaona kabisa kwamba hapa kuna biashara inanukia. Kuna biashara huenda ikatokea kati ya Simba na Morris Abraham, huenda isiwe hivi hivi. Sasa basi, endapo itatokea Morris Abraham ameingia kwenye kikosi cha Simba, anakwenda kucheza wapi? Itakuwaje? Kocha Fadlu Davids, mfumo ambao anautumia sana ni 4-2-3-1. Inakuwa hivi. Huku timu ndio inashambulia, yani timu inaenda huku. Hapa mlinzi, 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 mlinzi. Mlinzi wa kushoto Mohamed Hussein, mlinzi wa kati Abdurazak, hapa Shemalon, kulia Kapombe. Tukija hapa wana double pivot, wana viungo wawili wa uzuiaji, lakini hawa viungo wawili wa uzuiaji mmoja anaenda mbele kushambulia. Yaani hawa timu ikiwa haina mpira watacheza hivi, timu ikiwa na mpira mmoja atapanda juu.
lakini sasa mfumo tunaoangalia kipindi timu haina mpira. Kwa hiyo hapa anacheza Kagoma, hapa anacheza Ngoma, hapa anacheza, hapa juu kuna utatu, hapa atacheza Mpanzu, hapa atacheza Ahwa, hapa Kibu, na eneo la kushambulia atacheza Ateba au Mukwala. Kwa hiyo hii ndio 4-2-3-1. Morris Abraham, eneo ambalo anaenjoy zaidi kucheza ni eneo hili hapa. Maana yake kama ataingia kwenye kikosi cha Simba, basi anakwenda kuchukua nafasi ya Fabrice Luamba Ngoma katika eneo hili la kiungo wa ushambuliaji, kiungo mchezeshaji, unaweza ukaita hivyo. Huyu ni inside right. Inside left ni namba 10, huyu ni inside right kwa maana ya namba 8. Kagoma namba 6. Timu haina mpira, inashambulia, Kagoma anarudi hapa, huyu anapanda hapa. Maana yake timu huyu anakwenda kuongeza nguvu ya kushambulia. Inawezekana wakatengeza laini ya watu 4 katika eneo hili. Kwa hiyo Morris Abraham anakwenda kuingia katika hili eneo endapo watafanikiwa kunasa huduma yake. Endapo kocha Fadlu Davids naamini anamwangalia Morris Abraham katika uwanja wa mazoezi, pengine wala hahitaji kuona mikanda yake ya nyuma alikocheza, hahitaji kuona CV yake ilivyokuwa, kwa sababu anamuona kabisa kwa naked eyes katika uwanja wa mazoezi. Baada ya kujiridhisha juu ya lugha nyepesi, unaweza kusema majaribio, sababu ni kama yupo kwenye majaribio, amwangalia kisha jiridhisha naye, huenda akamchukua na kumsainisha kwenye kikosi cha Simba. Ikumbukwe Simba Morris Abraham anacheza Europe. Of course Europe kuna malisho mazuri, kwa umri wake angestahili kwa Europe, lakini nyumbani kumenoga. Kwa sasa timu zetu za Tanzania zinalipa fedha nyingi. Timu zetu za Tanzania zinamthamini sana mchezaji pengine kuliko huko barani Ulaya ambako kuna issues mbalimbali. Kwa hiyo Morris Abraham sitoshangaa endapo tutamuona kwenye kikosi cha Simba Sports kutokana na ubora wake. Kwenye swala la ubora, no doubt ni nyota ambaye amethibitisha ana ubora wa hali ya juu. Ni national team player, alikuwa captain wa under 17, amecheza under 20, lakini kwenye seniority pia amekuwa akipata nafasi ya kucheza kwenye baadhi ya vipindi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambaye Simba kama watampata, basi itakuwa faida nyingi tu. Kwanza faida mojawapo ni mchezaji mzuri, faida mbili ya pili ni mchezaji mzawa, faida ya tatu umri wake unaruhusu kwa maana ya umri mdogo. Kwa hiyo naamini dili hii kama Simba wataamua kuifanya biashara, basi itakuwa wamepata mchezaji mzawa mzuri katika hili eneo. Kama watataka kuongeza mchezaji mwingine wa kigeni wataongeza tu, lakini tayari wana nyota mzawa ambaye yuko hapa mwenye faida nyingi sana.